Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Daffy Update, na karibu kwa mara nyingine asubuhi siku ya leo tuweze kuchanganua ni yapi ambayo yameweza kujiri. Na nikitazama hapa kuna habari za huzuni sana ambazo zimeweza kutokea, huku ripoti zikionyesha kwamba veteran journalist pamoja pia na State House MC Sammy Lui ameweza kuiaga dunia. Ni kubaya. Well, hujambo na karibu. Siku ya leo mtazamaji wangu ni tarehe 24 mwezi wa Oktoba mwaka 2025, na jioni siku ya jana ama majira ya usiku jana, katika usiku wa kuamkia leo, kuna ripoti moja ambayo iliweza kuchipuka, na hii ripoti ilikuwa ni ripoti ya huzuni kubwa sana. Tunavyozungumza pale katika Ikulu, watu wanazidi kuomboleza, na hii ni baada ya moja kati ya watu ambao walikuwa wanafanya kazi pale kuweza kuiaga dunia. Kuna watu ambao nikitaja Sammy Lui hawaelewi ni nani. Inaweza kuwa hata kuna uwezekano hawaje iweza kumsikia, and this is because Sammy Lui si mtu wa sasa hivi, lakini kuna watu ambao wakisikia Sammy Lui wanajua huu ni nani, amechangia kwa njia na njia gani, na ni yapi ambayo anajulikana sana kwa kufanya. Sammy Lui, mtazamaji wangu, ni moja kati ya wanahabari wa kitambo sana, ama ambao walianza hii kazi ya wanahabari kitambo mapema, na alifanya kazi kwa miaka kadhaa, miaka kibao pale KBC pamoja pia na KTN. Alijulikana sana, alivuma until serikali iliamua kumpa kazi na kumpatia kazi ya UMC pale katika State House. Kwa hivyo amekuwa akifanya kazi State House kwa muda, na tunavyozungumza ripoti zimefichua kwamba ikiwa ni siku ya jana Sammy Lui aliweza kuiaga dunia, na hii inamaanisha kwamba wote ambao walimfahamu, wote ambao walikuwa wanamfuatilia, imekuwa ni pigo kubwa sana kwao, wakibaki wakiomboleza. Kwa hivyo siku ya leo mtazamaji wangu, ningependa nikujulishe kuliendaje hadi ikafika pale, ni nini hasa ambacho kilifanyika na ni yapi ambayo yanapangwa kufikia sasa hivi. Hii ni ripoti ambayo itanichukua chini ya dakika 8 kuweza kukujulisha. Kwa hivyo nikihakikisha kwamba sikutupii muda wako, sikupotezei muda wowote. Na kwa mtu ambaye angependa kusponsor our next episode, you can use the M-Pesa details ambazo nimekuwekea hapa kona. Your help goes a long way, and nazidi kushukuru na kuomba Mungu azidi kukupa tabaraka zaidi. Kwa mtu ambaye this is the first time watching a video from this channel, you should know that this is a Daffy Update, a place where we bring to you latest political news, well detailed, well explained. You can join our community of over 50,000 people by following 3 simple steps ambazo zitakuchukua less than 3 seconds. Step number 1, click the subscribe button under this video. Step number 2, give this video a thumbs up, yani click the like button. Step number 3, click the notification icon on, so that next time when we upload a new video, YouTube will automatically notify you that to make habari mpya. And to anyone who would like to tell me where they're watching this video from, you can just tell me in the comment section down below. I'll make sure to go through your comments. Wale ambao wametoka Kenya, ni Kenya pande gani ya taifa ama kaunti gani? Wale ambao wanatazama from out of the country, which part of the world are you watching from? Na kwa hivyo, kwa hayo mengi na machache, ningependa nichukue huu muda nikujulishe kile ambacho kimefanyika, na nikiwa na pitia kenyans.co.ke. News just in, nikimaanisha habari za hivi punde. Veteran journalist and State House MC Sammy Lui ameiaga dunia. Well, veteran KBC and KTN broadcaster Sammy Lui Wang'ondu has passed away. Wang'ondu's death was confirmed by his son, ambaye anatambulika kama Chris, katika jioni ya Thursday. Ndio nimekujulisha ilikuwa ni jana Oktoba tarehe 23, and although the cause of his death is yet to be made public, yani chanzo na sababu ya kifo chake bado hizo details za umati ya una. Preliminary reports indicate the veteran journalist and state events MC passed away in his home in Subukia, Nakuru County. Hivyo ndivyo ripoti zinasema kwamba huyu mkongwe wa habari pamoja pia na
MC wa State House aliaga dunia akiwa nyumbani kwake ambapo iko located eneo la Subukia, and that is in Nakuru County. Louis had arguably one of the most recognizable voices in media in his prime. In particular, he once worked as a director of state functions. So nadhani umeanza kuona how popular he was. Kuna watu ambao hawajaweza hata weza kumsikia, but there are people who know how big this person was. During his prime, sauti yake ilikuwa inajulikana na almost everybody, to a level where he went even to become the director of state functions. Na nitakuwa na kuwekea pengine picha yake pale uweze kuiona. Na his voice was particularly distinct during the Moi era. Hii ndio muda ambao alikuwa ameshika sana Moi era, na pia nadhania Kibaki era kidogo. Moi era and transcended to Mwai Kibaki's era when the latter assumed power katika mwaka wa 2002. Having been one of Kenya's pioneer journalists, Sammy's career in media started in KBC when the station was known as the Voice of Kenya, ukipenda VOK. He then moved to KTN, where he enjoyed a brief stint before moving to the office of the president as the director of state events. Kwa hivyo alianza kama director of state events, akaenda hivyo akakuwa MC, na mambo yake yalikuwa yanaenda vizuri kabisa. Unbeknownst to many Kenyans, the late broadcaster is also the father of Nick Wangondo. Najua wengi wanamjua, who represented Kenya in the reality TV show Big Brother Africa katika mwaka wa 2011. Kwa hivyo unaweza kusema hii ni familia ya media personalities. Kenyans have since taken to social media to mourn Wangondo, who has over the years come to be known as a State House MC. Na sababu ambayo ilifanya aitwe hivi over the years, it is because hiyo ndo shughuli ambayo alikuwa anaonekana kufanya sana pale Ikulu Kuu. I remember him, moja akasema, I remember him during national holidays. He was very polished in his broadcast. May he rest in eternal peace. Na iwapo hujui inamaanisha nini nikisema State House MC, ni kwa mfano tuseme kuna Mashujaa Day ama hizi sikukuu za taifa, there is that person wanga anaongea ndege ambazo zinapita sasa hivi ni za nini na nini, tumkaribishe rais mtukufu, huyo ni State House MC. So wengi wanasema wanamkumbuka kupitia zile sauti. Na in his twilight years, Wangondo made headlines for controversial reasons after he was evicted from his house in Woodley Estate, which he has lived in for over 50 years in November 2024. At the time, the Nairobi County government the Nairobi County government revealed carrying out this eviction exercise as part of its urban renewal housing project in partnership with Africa Rate Limited. Kwa hivyo usidhani ati kwamba alikuwa ameshindwa kulipa rent ama nini. It is because serikali ilikuwa inataka kuendeleza mambo yayo ya maendeleo. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ni huzuni kubwa sana, enda nadhania kwa kwamba alikuwa ni mtu ambaye anafanya kazi Ikulu. Natarajia kumuona hata rais wa Kenya William Samoei Ruto pengine akiachilia rambirambi zake, and if he does so, or if anything happens ama new update come out, I'll be right here kukujulisha zaidi. Thank you for watching this video. I'll meet you in the next one. Bye bye.